Wenulwe. Ngoja tukuone na wewe kama Wenu. Unategemea kwa nguvu mimi naumia. Wenu. Nini? Vipi sababu kama umeshtuka? Mimi shoga yangu umenishtua. Ndio umeshtuka hivyo nini? Shoga yangu. Ndoto nilikuwa naiota. Nawe au kuna tani? Nilikuwa na jumbe. Ni bustani fulani nzuri, ina maua mazuri. Tulikuwa wawili. Ndoto tena. Akwambia, kaniambia ananipenda. Amina hampendi tena Amina. Wewe ujumbe unamuota. Sasa kumchekesha. Huyo ujumbe aliweka madawa na Amina haja kwa wewe. Hizo ndoto za Alinacho bwana, mimi tutachana mwanzo. Ila ilikuwa nzuri. Sikia bwana, achana hiyo ndoto. Hizo ndoto za mchana shoga yangu. Sikia sasa nikwambie. Kipindi natokea zangu huko narudi hivi. Nimekutana hapo na Sultani. Acha. Hapo hivi. Ndio nakwambia. Sasa kwa mimi kazi tunakwambia. Yaani mimi ananikela huyo Amina muda wote kama papani kama kipima joto. Sikiangu ameshoga yangu habari ndio hiyo. Yeke kwa Sultani. Sasa Sultani nitamboa mimi na kuchanga siku nakuwa mawapi. Kwa hiyo nataka habari za jumbe nizipite pembeni kule. Yatale nazo afu niende zangu kwa Sultani. Wewe niweke kwa Sultani. Sultani ndio wao yani wewe uko wapi yani? Uko nchi gani wewe? Basi. Nishakuelewa. Nini sasa unanisodoa sana? Nishakuelewa. Bwana unaona mbona kabisa Amina muda wote hapa kwa pani muda wote kama kipima joto. Achana na mambo ya Sultani, achana na mambo yote hajanijia mambo ya sikia mwambie. Mambo unisuka. Kwani nini? Sasa unanisuka jamani kwa nini tatu sio yako na mimi nimekaa nikubali. Mbona bado hajafika hizi zenyewe? Mapo. Chombo bado hujapeleka kwa fundi. Kuna hela wapi mdogo wangu, naye tatizo wanawake wengi. Ushaanza majungu. Sio majungu, mimi nakuelekeza unapofanya kazi mimi. Mimi kama kijua sasa ukiama akini kweli mimi nakwambia hayo sio maneno ndugu yangu. Vipi babu kufuatilia maisha yetu? Kila mtu ana maisha yake. Poa, inakuwaje Masela? Poa. Yaani jamaa anajikubali. Yule mwamba anajielewa. Yule mwamba na mwanae anaitwa Jumbe, yani anamchania demu wake wazi wazi ninapokuambia. Yaani anamchalazia vibaya mno. Alafu ni boya. Bwana vipi? Safi bwana, nataka nitoe hela. 10,000 nakata shilingi ngapi? Wewe ujanja wapi? Mwamba yeye ana maneno mengi, ana pambamba, yani atumie hela nyingi, atumie nguvu nyingi, anachukua tu. Yaani anaongozana naye kama yeye ndio konda alafu dem dereva. Tani. Si ndio huyo Jumbe? Poa. Jumbe anamgonga. Yaani afanye chochote yani. Sasa si uboya huo. Oya acha kabisa, ni mtu boya, yani sijai kuzania. James ndio kuniongelea hivi. Mwanangu. Nikwambie nini? Wako. Yaani wewe ukisha unatoa huyu ndio dai unaongea habari zako za ajabu. Kwani siku na baya tuliongea. Kwa shida nini yake ndugu? Mnajidai mjielewi Sisi tulikuwa sasa wewe Jumbe na Sultani anahusiana nini hapa? Sasa wewe Jumbe si mwanao. Mpaka unaapia hivi ya Mungu jamaa anamchapia. Alafu usione kila mtu anapokuwa anaongea mwanamke na mwanaume ukajua ni wapenzi. Wewe sio kunyia ipo na James. Hasa hapo ndugu unayumba. Unayumba upande gani? Acha mambo yenu ya kinga mambo. Unafeli ndugu yangu bana. Ndio fresh yani. Ndio fresh. Alafu acheni mambo ya kijinga. Wale wanasindikizana tu. Sasa bwana analetea mimi geto. Acheni mambo ya kijinga. Ndio wajinga tu. Kwa hiyo safi tu yani. Mimi nishakwambia acheni mambo ya kijinga. Unaona mambo ya kibea. Oya dada. Unaipo. Hamna kitu kichwani. Unaona alivyo? Alafu ndio walipo watu
Yaani kuna muda ujue anajikubali huyu mwamba. Yaani kuna muda anajikubali, anajiona yeye ni iga ujue. Alafu ule mwana yani ana mbamba. Miogo. Hata imegeki migumu namna hii. Kwani umenunua miogo migumu namna hii? Mimi mwenyewe nimejikuta nimechukua tu. Sasa kitu kama kibaya tunakiona kutoka huko kwani umekichukua. Sasa vitafuna viliisha. Ningefanyaje? Ndio vibaki hivi. Basi bora ungechukua maandazi mwanangu namna hii kweli. Sasa hizi Mama Amina. Nzuri, karibu. Asante. Karibu chai. Asanteni. La vituko yule. Juzi nilimkuta sokoni. Kaiba mfuko wenyewe vitu vimejaa lundo. Nyanya chungu, bamia, manyanya. Kama sasa hivi tuna nini wapeleka wapi? Kasema nampelekea bibi. Mimi ndo nachompendea hivyo. Namjali sana bibi yake. Sana. Sasa ni miogo mingi. Basi sijainunua mimi. Jitahidi tu ule mamangu. Sasa unaona unajicheka mwenyewe hapo. Upande wetu, upande wa maharage. Kwa hiyo mipaka hii naona tunavuka korongo ile kama unavyoona. Mpaka kule juu, lakini nilikuwa na wazo. Nataka siku moja pate hela nilime humo, ni mapoli hayo. Pande maharage. Kwa sababu msimu wa maharage ujue. Natamani pande maharage, lakini pia ukija huku mpaka unavuka, kuna mto pale. Unavuka kwa ng'ambo. Kuna eneo pale. Hii miwa usione hivi ilikuwa mingi. Sema tu nilifyeka kidogo nipate vijihela fulani. Ndio nikalima kipande hiki. Nikawapa vibarua akafanya hii kazi. Kwa hiyo hilo lote ndio eneo letu. Kama nilivyokuambia, ule mlima pia kuna eneo letu kule tumekata tumepakana na Baba James pale. Kule. Kule juu hata ukiangalia pia mpaka kule na huku tunarudi hivi mpaka kwenye ule mti. Sema huyu jirani kidogo ameingia kwetu yule. Ila loti lile la kwetu loti. Hapo kuna kipande pale katikati na jiwe kubwa ndio. Kwa hiyo sasa kama unavyoona, unaona eneo lile lote juu kule. Kule kote. Zunguka juu ukiangalia kule kote. Na hapa tu jirani yetu katuingilia sisi. Lakini ilikuwa eneo mpaka kwenye jiwe, kuna jiwe kule ndio ilikuwa mpaka. Sema tu ndio hivi. Sema tu nini mdogo yule. Sasa mdogo wangu, wewe kwa nini unaachia vitu kama hivyo vinafanyika? Angalia sasa kama yule mtu kaingia. Lile eneo ni kubwa sana aloingia. Si unajua bwana, mimi kugombana na watu sipendi. Kugombana na watu kwa sababu ni afya yako, utagombana vipi na mtu? Lakini wewe akili yako yote ilikuwa nakifikiria kuja mjini tu. Bwana niende mjini kwa sisi. Wakati unaona mimi mwanzo kule nilikuwa nateseka, lakini nacheza vikoba nini hizo bukubuku nazozipata na kutumia wewe ili tufanye vitu kama hivi. Sasa tunaona hapa sasa hivi tunavuna, tunapiga hela nzuri tu. Sasa ile eneo lote kule limechukuliwa. Ila nilipata wazo, kuna mtu aliniambia niende kwa mjumbe. Nipeleke ile kesi. Sasa utapeleka vipi kesi? Wazazi ndio walikuwa na ushahidi wa kule. Sasa sisi tuna ushahidi gani wa kwenda kufungua kesi? Hamna. Shapoteza. Shida yako akili yako ilikuwa nafikiria kuja mjini tu. Mjini hamna issue. Hamna maisha. Maisha hapo huku. Unawekeza kama hivi, unaona? Mimi nilikuwa nakula kichapo ndio kwa mume wangu, lakini nguvu zote nilikuwa nakutumia wewe pesa tufanye 1 2 3 mdogo wangu. Hiki ndio kieneo chetu cha urithi kilichobakia. Tunatakiwa tukiendeleze tupate na kitu. Kwani kuna yule jamaa yule mwenye pikipiki pale. Yule jamaa alienda mjini. Naona
kaenda mjini, karudi zake, sasa ana pikipiki pale. Kuna uzuri gani mjini? Alikwambia mjini kuzuri nani? Kama ulikuwa hivyo ulikuwa. Sasa kwani nilikuwa hivyo? Unajua mateso niliyopitia kwa mume wangu? Ndio maana mimi nilishangaa siku ile. Nimefika pale dada nyumbani kwenu pale. Nakutana na yale makochi pale. Kuna ndoo za maji. Ndio maisha mjini. Tena kwa unang'ang'ania kuja mjini. Naangalia vitu, kuna jiko pale. Na ile jiko lako limechoka choka lile la mkali. Ila nyewe mjini. Sasa hela tulikuwa zote natuma huku kwa ajili ya kurekebisha. Kwani hivi. Hebu kama inawezekana twende kuoneshe kule kwenye bamia. Ulilima na bamia? Mimi mwendo wa biashara. Sasa kwa nini mimi bamia kama pinga anjeti na maendeleo ya kula. Ndio vizuri, unapata 200 300. Naona wanajitahidi, shamba safi. Sasa ndio maana nimerudi kwetu, kwani nimeua? Kwani mimi nimekwambia nataka kwenda? Si yeye mwenyewe tu ndo kanipigia simu. Sasa kwa kupigia simu leo nataka kusikia. Kwa hiyo umeacha mambo yako kwa unasikiliza simu zangu? Achana naye bwana. Wewe mbona mimi naachana naye? Mimi na rafiki tu mimi. Punguza domo zege mdogo wangu. Unahitaji ujasiri ujue. Yaani unataka mabuku babu yale yote. Chambuliaga. Tena mimi mwenyewe hataji huyo. Nakutania bwana. Ndio salama. Tagwira shemeja kupiga tena. Razaje. Fanya uoe na wewe bwana, wewe nipate mashangazi mimi. Usikie kwa rahisi. Mimi nataka naonesha mimi kama ya kwako hayo. Sasa bora mimi bundo kuliko domo zege. Nasema ukweli, bora tu bundana pigana mtu wa siku unauliza hapo hapa makovu tu. Amina. Toka. Jana na mimi. Amina namkania. Shauri yako. Hivi Amina unaonaje bwana? Mtinicheka hivi. Leo mpigia kitu kusoma pande mawili. Kumbe ukikana dako ndo unanisema, si ndo maana? Karibu bwana. Karibu. Sasa ondoke nini na wewe? Usifanye hivyo na wewe. Na wewe tunapiga story tu. Ndio unisema kwa dada yako mimi nina bichwa kubwa. Mimi ya huyu na unajua tena na wewe. Utanigana kunisema. Jamani na wewe. Na wewe utaonaje bwana? Saki niache. Saki. Dada shikamoo. Baba za huko. Dada. Sema kwa unaonaje? Iko poa. Toto. Ugomvi. Jamani. Nyumbani nilikuwa peke yangu unajua. Mama kaenda shamba. Nikasema tu bora nje hapa. Haya na wewe Amina. Huyo hapo kaja. Kwani kumtaja vibaya jamani? Sija kuona leo uende kwa Amina. Kianza mambo yako. Njaa inaniuma. Tupikeni basi. Mimi nimejichokea hapa, si hata tutapika nini sasa hivi. Hapo sasa tupikeni. Napika mwenyewe. Niambieni tu tunapika nini? Tupike chochote tu. Chochote nini na wewe? Simpike ndizi tu. Mnaniache huko, ndizi ulienda shamba bwana. Si faster tu, kwani si hapo tunaenda. Au tupike samaki na ugali. Tunapika nini? Hatujafikia mwaka. Hata ugali na samaki basi. Kanunue samaki. Au kidagada. Mimi nipika. Nikoleze kanunue samaki. Sasa ukirudi ugali utakuwa shaiva. Anapojua kuongea kama anakula. Wewe na samaki kuliko ndizi. Napika chumbari nini? Chapu hapa tunakula. Kachumbari, pembeni pilipili nyingi.
Nini tatizo? Mungu. Ya ovyo. Sasa? Mimi nimetoka nyumbani mpaka huku unajisikia ovyo tu. Unakujaje sasa unajisikia ovyo? Tunajisikia ovyo tu, si hali ya kawaida, tunajisikia ovyo. Mpenzi wangu nikande miguu. Nikande miguu. Yaani umekuja maana unajisikia vibaya. Maana si nikukande miguu. Hivi una matatizo gani wewe? Yaani bora hata Jumbe rafiki yangu yule. Ananikanda miguu vizuri. Unasema? Tuambega nikanda miguu. Rudia tena umesemaje? Jumbe anakukataga miguu. Rudia tena. Jumbe anakufanya nini? Si urudie. Namba urudie tena. Nimesema Jumbe waga ananikanda. Yaani msichana gani? Naomba unisamehe. Nikusamehe na kutaka mtu kesha kukanda miguu narudi nyuma asikande tena miguu. Nisamehe sultani. Ile sikingine kombe ya kubusu eh? Unaweza kukanda miguu afu tunasema kwamba hamna mahusiano. Ndio kukanda miguu. Nisamehe nini? Ndio nini? Sitamwambia tena nishike, sitamwambia yani kanda tena miguu.